Kiembo, umecheza soka na umecheza pia katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, na moja ya picha yako maarufu sana ni ile ambayo Samata amefunga goli, ameruka juu anashangilia, alafu wewe unamtazama namna hii. Kilichokuwa kinaendelea pale Morocco na namna unavyojaribu kukumbuka baadhi ya matukio, ni vitu gani hasa ambavyo vilikuwa vinakuja kichwani mwako? Kwanza ni ukiwa kama mchezaji ambaye ulipita ukafanya kwa sehemu yako ukatoka, unaona namna ambavyo kila wakati timu inakuwa kwenye namna ambavyo wachezaji wanatafsiri mbinu ndani ya kiwanja, lakini timu inakuwa kwa namna ambavyo walezi wanajaribu kuilea timu. Utakumbuka huko miaka nyuma huko ilikuwa hata ile hadhi ya timu ya taifa ilikuwa inakosekana. Yaani mchezaji alikuwa anaweza kaitwa timu ya taifa akajivunja, si wanasema anajivunja. Yaani anatoa sababu ambazo sio za kweli ili mradi tu abaki kwenye club, kwa sababu hakuna utofauti kati ya mchezaji wa timu ya taifa na yule anayebaki kwenye club. Sana sana ulikuwa ukitoka kwenda timu ya taifa unaweza ukapoteza zaidi kwenye kipato kuliko kwenye club, kwa sababu club itakuwa inacheza mechi, kuna bonus na nini. Kwa timu ya taifa ilikuwa posho 3,000. Sasa mtu anaona nikakaa hizi 3,000 zenyewe za kwenye karatasi, yani hazipatikani. Ila unajua tu kuna 3,000. Sasa kwa hiyo ilikuwa ile hadhi ya timu ya taifa haipo, na ndio maana hakuna mtu alikuwa anaumia kutokuwa mchezaji wa timu ya taifa. Haimuumizi kwa sababu hakuoni ukiwa na tofauti. Lakini sasa hivi unamwona mchezaji anaumia. Kwa nini hayupo kwenye timu ya taifa? Kwa sababu ya hadhi ambayo timu ya taifa imetengenezewa na wale ambao wanasimamia, kwa maana chombo kinachosimamia mchezo TFF pamoja na serikali, namna ambavyo imekuwa ikiangalia timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi mchezaji ana ule ufahari wa kuwa mchezaji wa timu ya taifa. Ni kitu ambacho wenzetu walishakuwa muda mrefu wanacho, na kilikuwa kinasaidia kuongeza hata ule upambanaji. Kuna wakati mlikuwa mnaweza mkawa mmeitwa timu ya taifa, wachezaji wanaotegemewa wanafanya mazoezi siku 2, mtu anaumwa, mnasafiri mnamwacha. Kwa nini? Kwa sababu anaona safari yenyewe hiyo, mnaenda huko mnarudi, mnaenda mnafungwa tu mnarudi huko. Bwana mimi nikae kwenye klabu yangu niendelee kupambania nafasi kwa ajili ya kucheza. Kwa hiyo mimi navyoona namna ambavyo timu inakuwa, naona kuna safari nzuri mbele. Unajua wakati mwingine ili uweze kuona kile kinachofanyika usilinganishe na watu wengine. Yaani linganisha na kule ambako mlikuwa na huku ambako mnaelekea sasa hivi.